Yakobo alitumia miaka 6 ya mavuno na uzalishaji, na akawa na matuo mawili. Kila tuo moja liliangaliwa na watu 3,000. Hivyo makampuni mawili ya Yakobo yaliajiri watu 6,000. Yaliajiri watu 6,000 katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 32 na mstari wa 10. Katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 32 mstari wa 10, Biblia inasema, mimi sistahili hata kidogo hizo rehema zote na kweli yote uliyomfanyia mtumwa wako, maana nalivuka mto huo wa Jordan na fimbo yangu tu, na sasa nimekuwa matuo mawili. Na sasa nimekuwa matuo mawili. Mabibi na mabwana, matuo mawili ambayo Yakobo alikuwa nayo. Anapozungumzia juu ya matuo mawili, angalau kwa uchache unaweza ukaona utajiri ni kwa uchache, na kuangalia kufikiri kwamba hizi kampuni mbili za Yakobo za masuala ya ufugaji, alikuwa na matuo mawili, na tuo moja la ng'ombe, mbuzi, kondoo, sijui farasi na punda. Tuo moja lilikuwa linaangaliwa na watu 3,000, na tuo la pili lilikuwa linaangaliwa na watu 3,000, na alikuwa ameajiri watu 6,000 ambao walikuwa kwenye kampuni za Yakobo. Ni miongoni mwa makampuni makubwa. Ukisikia kampuni imetoa ajira stahiki za watu 6,000, ni kampuni kubwa. Mimi sijajua kwa sasa, ninaongea na mmoja hapa mwenye kampuni na ameajiri watu wangapi. Sijajua umeajiri watu wangapi katika kampuni ya kwako, lakini Yakobo alikuwa ameajiri zaidi hawa watu 6,000. Lakini hii kazi ni kazi ya uzalishaji ambayo alifanya kwa miaka 6 tu. Miaka 6 alipokubaliana na Laban baada ya miaka 14 ya loss, ya hasara. Biblia inasema alikubaliana na Laban, akamwambia kila kitakachozaliwa chenye marakaraka na madoadoa kitakuwa cha kwangu. Na ilikuwa rahisi tu kuingia kwenye mkataba huu kwa sababu Labani alikuwa ni dhulumati, mtu wa dhuluma. Alimwambia ondoa vitu vyote vya marakaraka na madoadoa wote, wanyama wote wa madoadoa ondoa kwenye banda, alafu bakiza wale wa rangi moja, kama ni white, kama ni black, kama ni red. Alafu hao wengine peleka mbali, peleka kama hapa ni tunafugia pwani, basi we peleka Iringa au peleka Arusha huko. Yakobo akasema habari, Labani akasema hii ndio habari njema. Si unajua mtu akiwa kabaila lagai, akafurahi sana moyoni mwake. Akafikiri kwamba hawa wanyama ambao ni wa rangi moja mpaka waje kuzaa sasa wa marakaraka ambao ndio mshahara wa Yakobo, itateki zaidi ya miaka tena mingine 50 au 70, na hii jamaa itazeekea hapa. Akafurahia Laban, mjomba wake. Biblia inasema Mungu alisema na Yakobo, akamwambia nenda katengeneze fimbo za mlozi, akaziweka huko porini. Biblia inasema wanyama wenye nguvu walizaliwa, wakazaliwa wa marakaraka na madoadoa na milia, ndio waliojaza. Kwa miaka 6 tu alikuwa na mafuriko makubwa ya wanyama. Hivyo ndivyo Mungu anavyobariki baada ya mapito ambayo mtu anaweza akapitia, alafu ungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya! Kipindi ambacho Mungu anaruhusu vitu vipite kwenye mikono ya kwako, si kila kipindi. Ndio maana nimesema tuna hoja hapa kutoka misimu mpaka kusudi, na huu msimu wa miaka 14 ulibeba msimu wa miaka 6, na miaka 6 ilibeba msimu wa kuzaa taifa la Israeli na utajiri na heshima baada ya theolojia ya msalaba, theology of the cross. Mabibi na mabwana, hapa nazungumza juu ya Yakobo alivyosema juu ya kubeba hasara. Sasa amepita kwenye kipindi cha miaka 14 ya hasara, miaka 14 ambayo ni loss season
lost season. Amepoteza katika hicho kipindi cha miaka 14. Sasa hapa nazungumza namna gani ya kubeba hasara. How to carry a loss in your company, individually, in your family, kwenye taasisi. How to carry a loss. Na inapotokea pia mfumuko unaogusa jamii nzima. Leo Dubai, biashara nyingi zinaharibiwa na mabomu, na umeona Watanzania wenzetu imebidi tupeleke ndege tuwarudishe nyumbani. How to carry a loss. Inapotokea tetemeko, inapotokea magonjwa kama COVID-19, inapotokea vita, inapotokea majanga ambayo ni asili ya jumla, lakini pia majanga private yanayoweza kumpata mtu kama mtu mmoja individually. How to carry a loss. Okay. Namna gani ya kubeba hasara? Katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 31 mstari wa 39, Yakobo anasema, mimi nilibeba hasara. Kilichoraruliwa na hayawani sikukuletea. Mimi mwenyewe nimetoa hasara yake. Mimi mwenyewe. Yakobo alibeba hasara. Na hapa ndiko ambako ukisikia watu wamekolapsi kiuchumi, wameanguka kibiashara, taasisi imefeli, nchi imefeli, mtu mmoja ameanguka kwenye huduma, ni wakati ule ambao namna gani unabeba, how to carry a loss, kwa sababu muda wa kupoteza upo na ni sheria, and how to carry it. Yakobo alipewa heshima ya kuzaa taifa kwa sababu alibeba hasara. Halafu Rutu alibeba hasara. Alibeba hasara baada ya mume wake kufariki, na baada pia ya baba mkwe wake pia kufariki, na baada ya pacha wa mume wake pia kufariki, akabakia na mama mkwe aliyoitwa Naomi. Na Biblia inasema Rutu akakubali kubeba hasara. How to carry a loss. Akakubali kuondoka na Naomi ambaye ni mzee, akaenda naye mpaka kutoka Moabu, akaenda mpaka Bethlehem. Alipofika Bethlehem, akakubali ku carry a loss. Akawa anaenda sokoni, anaenda mashambani kuokota masazo. Watu wakivuna, anaokota masazo, anakuja kwa ajili ya kumlisha yule bibi kizee, bibi kikongwe. Na hawa walikuwa mabinti wawili, kulikuwepo na Orpa na Rutu. Orpa hakuweza ku carry loss. Si kila mtu anaweza kabeba hasara. Most of them wana give up. Na watu walio wengi wana give up wakati wanaelekea kwenye kusudi. Wana give up, wanaishia hapo. Kama nilivyosema, Rutu hakuishia kwenye msimu, lakini Orpa mwali wa Naomi aliishia kwenye msimu. Akamwambia Naomi, thank you, goodbye, let me go. Nikatafute huko, mwenyewe ninafiga, nitakwenda kuolewa. Hatujajua habari zake huko alikokwenda. Tunajua habari za Rutu ambaye alicarry loss, alibeba hasara. Na kile ambacho kina kusaidia how to carry a loss, nilisema jana, uvumilivu. Hakuna kitu kingine kinachoweza kukusaidia kwenye maisha ya kwako zaidi ya uvumilivu. Subira, ustahimilivu, ambao sasa, na hiyo ndio theology of the cross, theolojia ya msalaba, ambayo sasa wakati huu haihubiriwi, haifundishwi. Watu wanadai haki, watu wanauana harakati, na jana nilizungumza na leo sitaki nirudie. Lakini ukiangalia juu ya uvumilivu, ustahimilivu, subira kama ya Ayubu, watu hawana subira, watu hawana ustahimilivu. Watu wanataka kuangalia zile green, wanataka kuangalia, macho yao yanataka kuona vitu vya kijani, hawataki kuona jangwa. Wanataka kuona malisho mabichi ya haraka, upesi, bila kuliangalia jangwa. Na Biblia inasema Rutu alienda na Naomi, akamuokotea yule bibi chakula kwenye masazo, kwenye mashamba. Akienda sokoni, anaokota, wale wanaomwaga anaokota, anafagia na mchanga, kama ni mchele, kama ni ngano. Akifika nyumbani, anapembua, anampikia bibi. Yule bibi alimwangalia Rutu, akamwambia, kwa kuwa umenitendea jambo hili,
na umebeba loss, hiyo ni family loss. Amekufa baba mkwe, wamekufa wanaume wote, hiyo ni family loss. Na Rutu alikeri hiyo loss. Akaenda akamwambia nitakubariki, akamtafutia mtu wa jamaa aliye wa karibu, na Mungu akamsaidia, akazaa kutoka kwa Boazi, akazaa mtoto ambaye ndiye amezaa wafalme. Swali la msingi hapa ambalo nataka kuuliza, je, vijana na waajiriwa wa leo, sio tu vijana peke yao, hata wale ambao wako kazini wenye age, waajiriwa wa leo, wanabeba hasara au wanasababisha hasara? Na hili ndio swali la kujiuliza. Hivi asubuhi unaenda kazini, nataka nikuulize, hivi wewe unasababisha hasara kwenye organization, kwenye taasisi, au unabeba hasara? Makampuni na taasisi nyingi zinakufa na kufilisika, si kwa sababu nyingine yoyote, kwa sababu hakuna watu wanaobeba hasara. Yakobo si tu alibeba hasara yake, alibeba hasara ya kampuni. Anabeba hasara ya kampuni, hasara ya taasisi anaibeba, na anasema ninajua ya kwamba nilibeba hasara yake, mimi nilibeba hasara yake. Mtu aliyebarikiwa anabeba hasara. Kuna watu hapa mnalipwa mshahara wa laki tano, milioni, milioni 2, milioni 3, milioni 5, mpaka kuna mishahara ya milioni 20. My question is, kila mwezi unafanya kitu kinachozalisha kwenye hiyo society, kwenye hiyo taasisi au kampuni au serikali au wizara. Mshahara wako, ni kweli kwamba unafanya kazi kwa mwezi, unazalisha kiwango cha na hiyo kampuni ina benefit kwamba unapatikana mshahara wako na vitu vingine, au wewe kiumbe mzito unabebwa tu kwenye mbereko? Na ndio maana watu wakiambiwa basi mwisho wa ajira wanakufa hapo hapo, kwa sababu wenyewe ni hasara, and they must die. Hamna namna nyingine, lazima wafe tu. Wataenda wapi? Viumbe wazito, hasara. Na mtu ambaye wakati mwingine ndio hasara kwenye kampuni, ana kila hila ya kutafuta kiti, position, abaki hapo. Ataenda wapi? Ataenda wapi? Hana mahali pengine pa kwenda, kwa sababu yeye ni hasara. Lakini Yakobo anamwambia Laban, let me go home, naondoka naenda zangu kwa baba yangu, kwa sababu saa yangu ya kuondoka hapa imefika. Nilishabeba hasara, let me go. Najua maisha yanaweza kuendelea zaidi ya hapa ambako nipo.